Salama kabisa. Hapa niko makao makuu ya Club Jangwani kwenye hafla maalum ambayo ilipata pia ridhaa yako. Niko na viongozi wa matawi kutoka ndani na nje ya nchi ambao wamewakilishwa na viongozi wawili kutoka katika kila tawi. Walikuwa wanahitaji kusikia salamu yako pamoja na neno lako kama kiongozi mkuu wa taasisi hii. Wananchi, nashukuru sana kwa kupata fursa ya kuongea na nyinyi. Nafasi zenu za Africans, niwapongeze kwa kazi nzuri mnayofanya, kwa sababu msingi wa klabu yetu ni kuwa na wanachama hai, kuhakikisha wanachama wanakuwa sehemu ya klabu yao. Na moja katika ajenda zetu ilikuwa ni kuhakikisha tunawaleta wanachama karibu na klabu yao, lakini pia wanachama wawe na sababu ya kushiriki kwenye matukio ya klabu, kuwa sehemu ya maisha ya klabu. Na nyinyi viongozi wa matawi ndio mmekuwa kiungo kikubwa kati ya klabu na matawi na wanachama wake. Kwa hiyo tujipigie makofi na tujipongeze kwa kazi hiyo tunafanya. Jambo la pili, mlitupa ridhaa ya sisi viongozi wenu kuhakikisha kwamba timu yenu inaendelea na inafanya mambo mazuri. Nafikiri yeye ni mashahidi tosha. Unaona jinsi gani klabu inapokwenda kwa kufanya mchana kuhakikisha timu inafanya vizuri na matokeo mwanachana mnayaona. Tujipongeze kwa kazi nzuri tunafanya wote kwa pamoja. Katika klabu yetu wanachama ndio kiungo kikubwa. Tuna kila jitihada za kuhakikisha wanachama wanakuwa sehemu ya klabu yetu. Kwa hiyo tujipongeze kwa kuwaleta wanachama, lakini tusichoke. Bado wanachama hawatoshi kwa ukubwa wa klabu yetu, wanatakiwa wawe mfano wa kuigwa Afrika nzima. Kwa hivyo tuna kazi ya kufanya kama viongozi wa matawi, lakini leo tuwapongeze na mpokee vyeti kama vyeti vya ithibati na uthibitisho wa kwamba vya matawi yetu yamekidhi vigezo vya kuwa wanachama hai na matawi hai ya klabu yetu. Niwapongeze sana sana sana. Kikubwa maendeleo ya klabu yanakwenda kwa kasi. Na wakati ya kuhakikisha klabu yetu inakuwa bora barani Afrika, tufanye mambo mazuri na niwahakikishia kwamba usiku na mchana tunakuwa tukifanya jitihada viongozi kwa taarifa na kuwafikishia taarifa wanachabari kwenye hali hiyo ya utekelezaji wa ujenzi wa uwanja wa klabu ya Afrika. Hapo president, naomba urudie network kidogo. Hapo naomba urudie kidogo, network imeyumba. Na kuna wapi? Hapo nakupata kwa tabu kidogo president, hapo rudia kidogo. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine tena adhimu na maalum katika kuelekea ukamilifu wa kivitendo wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yetu. Young African Sports Club iliyoanzishwa mwaka 1935, nguzo yake inaanzia kwenye matawi. Umuhimu wake unaanzia kwenye matawi. Mfumo wake wa muundo wa mabadiliko unaanzia kwenye ngazi ya matawi. Na ili haya matawi yapatikane, tunafuata utaratibu wa katiba. Tulianza utaratibu wa kutoa elimu baada ya mfumo wetu wa mabadiliko ya uendeshaji kuanza, kwamba tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 31 Disemba ni miezi 6 ambayo katiba imewaruhusu wanachama wa Young Africans kuweza kuchangia michango yao kwa wakati. Sasa basi, siku ya leo tumekutana hapa ikiwa ni siku maalum kwa hafla maalum kwa yale matawi ambayo
yamefikisha wanachama 100 kwa ndani ya nchi, na yale ya nje ya nchi ambayo yamefikisha wanachama 20, ambapo leo tuna matawi na wawakilishi kutoka kila tawi wawili kwa ajili ya kupokea vyeti vyao vya ithibati ndani ya hafla hii, pamoja na wawakilishi kutoka nchi 6 ambazo Young Africans ina matawi yake, na tayari matawi hayo ndani ya miezi 6 yameweza kukidhi ithibati zao. Lakini kabla ya kwenda mbele, napenda niwapongeze. Kwanza kabisa nianze kwa kupongeza viongozi wa matawi mliopo hapa ndani na ambao mjaweza kufika, ambao matawi yenu yamekuwa yakilipa ada kila msimu mfululizo na mmekuwa mkipokea ithibati. Hili ni mfano bora wa kuigwa. Yako matawi ambayo nayafahamu likiwemo la kwangu mimi, lakini mimi siliwakilishi hapa. Wawakilishi wa Viva mpo, na mpaka sasa hivi tunaongoza kwa kulipa ada. Kuna tawi inaitwa Viva Ukombozi liko Mbagala, wako hapa, na mengineyo mengi. Kwa hiyo niwapongeze sana. Kuna tawi inaitwa Yanga on Fire, wamekuwa kijitahidi. Kuna Yanga Unbeaten, kuna kaka yangu Helman hapa, hakosi ofisini huyu bwana, wanafanya vizuri miaka 3 mfululizo. Lakini yako matawi ambayo ni mara ya kwanza wao kuingia kwenye mfumo wa mabadiliko na kuamua kuwa wanachama. Hawa naomba wote wasimame kwanza tuwakaribishe. Kama huko hapa ni kiongozi ambaye ni mara ya kwanza tawi lako, yako matawi ambayo tuliyapata tukiwa safarini kwenda Malawi, naona wametoka Ileje mpakani. Karibuni sana kwenye familia rasmi ya Young Africans, na hii ndio maana ya klabu kubwa. Tunawashukuru sana kwa moyo wenu na utayari wa kuendelea kuisupport klabu yenu kwa vitendo. Lakini yalikuwepo matawi sugu, haya nayo tuyapongeze. Yalikuwa na miaka 3 tangu uchaguzi uliopita, hajawahi kupata ithibati. Na tawi moja sugu, nitamwomba mwenyekiti wake asimame, yuko hapa, anaitwa Bwana Kaisi Edwin, tawi la Uhuru Kariakoo. Kwa hiyo hawa ni mfano wa matawi mengine ambayo tutaendelea kusimamia katiba yetu ibara ya 13 kifungu namba 3. Ada ya Young Africans unapaswa kuilipa mpaka pale utakapoachana na dunia hii. Hela yetu itadaiwa kama rejesho la benki. Mfano mzuri ule pale. Sasa baada ya kusema haya, kwa umaalumu wake, Young Africans tunaelekea kwenye uchaguzi wa matawi. Huu ni mwaka wetu wa uchaguzi wa matawi na mwaka wetu pia wa uchaguzi mkuu. Na waomba sana viongozi wa matawi mliopo hapa, kwa heshima kubwa ya kuheshimisha klabu yetu, muendelee kuisimamia katiba yetu. Muisome vizuri, muielewe na mkaisimamie. Kwa sababu nasema hivyo, hii katiba yetu inasema hivi, ibara ya 62. Ukiwa peke yako umesajiliwa unaitwa mwanachama. Mkifika 100 mnabadilika jina, mnaitwa tawi. Na nyinyi ndio mnakuwa wamiliki ya lile tawi. Mnaamua kuchagua wenzenu ambao watawaomba ridhaa wakawawakilishe kwa niaba. Watakuwa 9. Kati ya 9, 5 ndio watakwenda mkutano mkuu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yako matawi ambayo miaka 3 yalilipa ada, lakini mpaka sasa hivi hajafika 100. Nachukua nafasi hii kuyakumbusha yaweze kufanya hivyo, kwa sababu bila kufanya hivyo yatakosa hadhi ya kuwa tawi. Maana yake utakapokuja uchaguzi wa matawi, katiba itakuwa imewabana kuweza kuchagua viongozi tena ambao hao watakuwa wawakilishi wakati wa uchaguzi wetu mkuu. Na hii muelewe vizuri, hakuna tawi lolote linalokuwa na chini ya watu 100, yaani hata uwe na 99, hautafanya uchaguzi wa kuchagua viongozi ambao watakwenda kupiga kura za kuchagua kamati tendaji baada ya miaka 4. Hilo lieleweke na liwe wazi kabisa. Sisi kazi yetu kama idara, tutaendelea kuhakikisha tunawasupport, tutaendelea kuhakikisha tunakuwa nguzo bora na daraja imara kati ya uongozi wa juu ambao mmeupa dhamana, ambao huko hapa, na nyinyi wanachama, kuhakikisha tunawasimamia na kuwaunganisha kuwa kitu kimoja muda wote. Jukumu letu sisi ni kuepukana na migogoro isiyokuwa na tija, kuhakikisha Yanga inakuwa imara na inasonga mbele. Lakini mwisho,
nipende kuwakumbusha tuliopo hapa pia tumefika kwa sababu katiba inaturuhusu kwa wanachama 100. Lakini dhima kuu ni kuhakikisha kwamba tawi lenye wanachama 500 wote wawe hai. Na ndio maana sisi kama idara categorize, tumeyanyumbulisha Kiswahili sanifu matawi yetu kwenye ngazi mbalimbali. Tunayo matawi ya kawaida ya wanachama, tunayo matawi ambayo kulikuwa kuna vikundi vinatumia nembo ya Yanga. Tumeweza kuvifanyaje? Kuvirasimisha, sasa ni wanachama halali na rasmi. Leo ukienda kule Butiama, juzi tumesajili tawi lina wanachama 467. Kilikuwa ni kikundi kinatumia nembo yetu. Kanda ya Ziwa yote na nyanda za juu kusini bado tunaendelea kuhakikisha kwamba vile vikundi tunavirasimisha. Lakini tulikwenda kwenye taasisi rasmi na zisizo rasmi. Mfano, mtawaona pale wako wakilishi, tuna taasisi zaidi ya 38. Tuna tawi sasa hivi TANESCO, tuna tawi TRA, tuna tawi Benki Kuu, tuna tawi NSSF. Wanayanga wote walioko pale wanatusaidia kuweza kusimamia na kuweza kuichangia klabu yetu na kuhakikisha kwamba tunajenga Yanga iliyo bora. Tuendelee kuelimisha wale wengine ambao hawajaweza kufikia haya malengo. Tuendelee kuwa chachu ya kiushindani sisi kwa sisi, tawi kwa tawi, kuhakikisha kwamba tunayafikia yale malengo yetu. Sasa hivi tuko kwenye critical time kama club ambayo tumeshajinyumbulisha kwamba ligi ya ndani sisi tayari ni wafalme. Sasa ili tuwe wakubwa zaidi, viongozi wenye matawi ambayo wana wanachama zaidi ya 100, muhakikishe wale wanachama wanalipa ada. Kuna tawi la hapa ambao nadhani mjumbe wake nimemwona mmoja, anaitwa Bwana Nehemia Tom. Tawi la hapa makao makuu ya club. Ile tawi lina wanachama 500, ile wakifika 100 wanaishia hapo hapo. Wanasema wengine hawajawahi kuchukua kadi. Sasa Bwana Nei, nikukumbushe tu, kaongea na mwenyekiti wako. Katiba ya Yanga inataka pesa zetu mkazikusanye kwa wale mliowapa kadi zetu. Kasome ibara ya 13 kifungu namba 1, 2 na 3. Alafu utamtafuta katibu wako Bwana Hafidhi, mkahakikishe kwamba pesa za Yanga Afrika zinakusanywa. Yanga oye! Huo ndo utaratibu. Kwa hiyo leo ni siku ya kufurahi pamoja. Tutapata nafasi ya kubadilishana mawazo, tutapata nafasi ya kupata certificate zenu, na nia kuu ya hafla hii ni kuhakikisha kwamba thamani yenu ya kusimamia matawi haya kwa miaka 4 mfululizo klabu na uongozi umeyatizama na umeona ina tija ya kualika mahali hapa makao makuu ya klabu tuweze kushiriki zoezi hili pamoja. Mwaka jana mliokuwepo mliona tulijadiliana tukaondoka. Mwaka huu tunaendelea kuboresha na tutahakikisha kama idara tunaboresha ili itafikia hatua sasa hafla hizi tutakuwa tunazigawa kwa kanda na mikoa. Tunataka tuwe wengi, huu ukumbi usitoshe. Tunataka tuwe wengi. Tufanye sasa ugawaji wa vyeti uwe kama mkutano mkuu. Hiyo ndio dhima kuu ya Young Africans. Na tukifika hapo uwanja utakuwa umeshakamilika. Tukifika hapo wanachama wetu wa daraja kubwa ambalo tumeshaanzia la milioni 1 ambao sasa hivi tunakwenda kutengeneza product nyingine ambayo itakuwa inakuwa ni product ya familia nzima. Na hii sasa uwanja ukikamilika utakuwa unakuja uwanjani wanachama mwenye daraja la mathalan la milioni 5 mpaka 20, utakuwa na siti zako 6 na watoto wako utafika, na ukiwa huko akai mtu. Yanga oye! Huko ndo tunapo kwenda. Kwa hiyo hatuhitaji kumwacha nyuma. Baada ya kusema haya, niwapongeze tena, niwakaribishe sana. Asanteni kwa kunisikiliza.